الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، tukiendelea هذه المجالس العلمية التي نرجو من الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها ونسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tukiwa tunaendelea na kudarisishana kitabu hiki cha Ad-Da'u wad-Dawa al-musamma bil-jawab al-kafi liman sa'ala 'an ad-dawa' ash-shafi. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وهو الشيخ ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى: أسباب تخلف الشفاء. Leo tukieleza kuhusiana na sababu za kuchelewa mtu kupata matibabu na mtu kupata ile tiba ambayo imekusudiwa katika yale maradhi yanayomsumbua katika moyo wake. Walakin ha huna amrun yanbaghi at-tafattun lahu, lakini kabla yote kuna jambo ambalo linatakiwa sisi tulifahamu na tuwe tuna elimu nalo. Sheikh anasema wa huwa anna al-adhkara wa al-ayati wal-ad'iya allati yustashfa biha wa yurqa biha, hizi adhkari ambazo huwa tunatumia kwa ajili ya matibabu, lakini Qur'ani, lakini dua mbalimbali kwa ujumla wake, ambazo tunataraji mtu anaposomewa apate shifaa katika nafsi yake, apate ponyo na tiba katika mwili wake, na huwa tunatumia kwa ajili ya kusoma ruqya, hiya nafsuha nafi'atun shafia, hiya fi nafsiha. Hizi zote dua, Qur'ani, adhkari ni tiba zenyewe zinapokuwa zinasomwa na zina manufaa kwa mwanadamu katika upande wa maradhi ya hisia ya kiwiliwili, lakini al-amradh al-ma'nawiyya, ile maradhi ya kiroho vile vile. Walakin tastad'i qabul al-mahall, lakini hizi zote aya za Qur'ani, ayat, lakini ahadith, lakini ad'iya an-nabawiyya, dua, adhkari mbalimbali, zote zinaposomwa tastad'i qabul al-mahall, zinalazimisha kupatikane mazingira mazuri, tukikusudia kwamba unapokuwa unamlingania mtu unahitaji kumtoa katika maradhi ya maasi aliyokuwa nayo katika nafsi yake, lazima moyo wake uwe una ikbali kwanza, uwe ni moyo ambao umekusudia kupokea kutoka kwako. Tastad'i qabul al-mahall, kama ilivyo ardhi, al-ardu al-khasba, ardhi ambayo ina rutba, hii inapopata mvua basi humea ile ardhi na hustawi miti yake, lakini na kile kilichopo katika ardhi hiyo. Lakini al-ardu ghair as-salih liziraa, ardhi ambayo si ardhi nzuri kwa kilimo, ardhi ambayo ardhi yake ni ngumu, au al-ardu al-malih, ardhi ambayo ina chumvi, basi haiwezi kupokea ile rutba iliyokusudiwa ardhi hiyo. Kwa nini? Awalan tastad'i qabul al-mahall, ili kitu kiwe kina athari katika eneo fulani, lazima kupatikane athari kwenye hilo eneo la kukubali kile ambacho kimekusudiwa kufika katika eneo husika. Kwa hiyo siku zote hizi dua na adhkari na ayati mbalimbali ambazo tunazitumia kama ni sehemu ya ruqya kwa ajili ya kutafuta shifaa, lakini kwa ajili ya kujitibu sisi wenyewe, kwanza tunamwangalia yule tunayetaka kumtibu yuko katika hali gani. Kuna wakati unaweza ukazungumza na mtu, mazungumzo yote yakawa hayana manufaa yote. Kwa sababu gani? Hujamuandaa, au yeye mwenyewe hajauandaa moyo wake kwa ajili ya kupokea kile ambacho wewe umekusudia kukifikisha kwake. Lakini wa quwwata himmati al-fa'ili wa ta'thirahu, lakini pia ili ile shifaa ipatikane kwa haraka, basi lazima kupatikane himma kwa yule anayefanya, iwe moyo wake ameufungua kwa ajili ya kutaka kufikisha kile ambacho amekikusudia kukifikisha kwa muhusika, na pia ipatikane ile athari ya ile jambo analolifanya. Famata takhallafa shifa, basi muda wote ambao itachelewa ile ponyo baada ya kufanya haya matibabu, kana lidhafi ta'thiri al-fa'il, mara nyingi huwa ni sababu ni ile athari ya yule anayefanya, athari yake ndogo. Pengine yule anayetoa dawa yeye mwenyewe moyo wake bado haujawa ni msafi, anayemlingania mwingine yeye mwenyewe bado moyo wake mzito, yeye mwenyewe bado moyo wake haujakubali kukaa katika mazingira salama na ya usafi. Kwa utakuta msomaji ruqya
katika mima yastawjib lahu fi qalbihi, lazima awe yeye mwenyewe kwanza moyo wake umekuwa ni tohara, lakini moyo wake una athari na kile anachokifanya. Lazima ashikamani na misingi ya dini, lakini ashikamani na taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuhakikisha anakuwa na iman alqawi, imani ambayo ina nguvu, ambayo anapofanya jambo fulani basi analifanya kwa imani alkamil, imani iliyokamilika na Allah subhanahu wa ta'ala. Kupitia imani yake na kwa ni sababu ya yeye kumfanyia wepesi katika yale matibabu anayoyafanya, kwa kufanya taisir kwa Allah, kumwekea wepesi katika kile anachokiendea. Na muda mwingine maradhi yanapochelewa kupona kutokana na hizi ayati tunazozisoma kuwasomea wengine, inakuwa ni liadami qabuli almahalli. Huenda yule anayesomewa hatukumuandaa katika mazingira fulani ya kuweza kupokea kile kinachokusudiwa, au limani'in qawiyin yamna'u an yanja fihi dawa, au muda mwingine kunapatikana kizuizi kikubwa sana na kizito ambacho kinazuia isifanye athari, isipatikane athari. An yanja fihi dawa, kizuizi hiki kinazuia kusipatikane athari ya kufanya kazi ile dawa iliyokusudiwa. Kama yakunu dhalika fil adwiya wal adwa al hisiya, kama inavyojitokeza mara nyingi huwa tunashuhudia katika hizi dawa ambazo wagonjwa huwa wanazitumia za hospitalini. Dawa hizi hazifanyi kazi itakapokuwa yule muhusika bado hajaifungua nafsi yake kwamba hivi sasa natumia dawa fulani. Ndio maana utakuta athari ya dawa ina nguvu sana. Pindi mtu anapokuwa anaumwa, inawezekana akapewa maji fulani ambayo ni maji ya dawa, lakini asihisi athari yoyote ya matibabu. Lakini atakapopelekwa hospitalini akapewa dawa ile ile ambayo ameitumia nyumbani kwa daktari, pale pale anapoinywa, basi inaonekana athari ya yale matibabu ambayo yeye alibidi ayapate tokea yuko nyumbani. Yote hii inaashiria kwamba kile kizuizi ambacho kipo ndani ya nafsi yake kimeondoka. Fa inna adama ta'thiriha qad yakunu li'adami qabuli tabia. Kuna wakati dawa inapokosa kufanya kazi inakuwa ni kutokana na mazingira. Kuna wakati mazingira ya baridi yanahitajia dawa fulani, lakini sasa mazingira ya baridi watu wanatumia dawa ambazo zinatumika katika mazingira ya joto. Kwa hiyo tabia hairuhusu wala haiwezi kuwezesha kile kinachokusudiwa kutimia katika yale mazingira. Wakati yakunu limani'in qawi, na kuna wakati dawa inashindwa kufanya kazi kwa sababu ya kizuizi kizito, yamna min iqtidai atharu, kizuizi hicho kinazuia kwamba ile dawa isiweze kuleta athari vizuri. Fa inna tabi'ata idha akhadhat ad-dawa biqabulin tam, kwa hakika mazingira yanapokuwa yanapata dawa na dawa ile ikapokelewa vizuri kwa yule ambaye anaitumia ile dawa na yule anaifanya ile dawa, kana intifa'u albadani bihi bihasab dhalika alqabul, huwa sasa matokeo yanakuja kutokana na vile ilivyopokelewa ile dawa. Kama mtu atakuwa ameipokea kwamba hii dawa inaondoa maradhi ambayo yamenisibu katika kichwa changu au tumbo langu, basi huwa kuna wepesi kiasi kikubwa sana dawa ile kuweza kufanya kazi. Wakadhalika alqalbu, hivyo Sheikh anatuambia, na ndio makusudio haya hivi sasa, ulivyo moyo wa binadamu. Idha akhadha ruqa, pindi mtu atakapokuwa anafanya hii ruqya, anafanyiwa ruqya. Idha akhadha ruqa wa ta'awidh, anapokuwa anasomewa ruqya, lakini anaposomewa kinga mbalimbali za Qur'ani au dua mbalimbali au adhkari, biqabulin tam, pindi mtu anaposomewa kisha akakubali kuufungua moyo wake kikamilifu kupokea kile anachofanyiwa. Wakana liraqi, na ikawa yule msomaji anayemsomea nafsu faala, nafsi yake pia inaonyesha nguvu na hamasa ya kuhakikisha anamtibu yule anayemsomea. Wa himmatun muathira, na akaonyesha hamasa yenye athari kwamba hili ninalolifanya lina athari na litafanya kazi katika mawqifi yangu hii. Athara fi izalati da, hapo tutakuta kwamba athari ya kuondoa yale maradhi aliyokuwa nayo basi inakuwa ni kubwa na ni sababu ya kupona huyu mgonjwa ambaye amesibiwa na maradhi. Kwa hiyo athari ya dawa kuna wakati inakosekana kwa sababu ya vizuizi ambavyo vinapatikana. Imma kizuizi kiwe ni kutokana na ile sehemu au mtu ambaye anayefanyiwa hii dawa, upokeaji wake, au iwe ni msomaji. Wakati mwingine mtu anawezekana ikawa ni raqi, anajinasibisha kwamba mimi ni mfanyaji ruqya, mimi ni mtu wa nasaha, lakini ikawa yeye mwenyewe zile nasaha anazozitoa
kutoka katika ulimi wake, hazitoki katika moyo wake. Siku zote tunasema maneno yanayotoka katika moyo ndiyo ambayo yanayoingia katika moyo mwingine. Kwa hiyo lazima tupate athari kwa yule ambaye anaifanya jambo awali, kisha tupate athari kwa yule ambaye anayelipokea lile jambo, kisha ile sababu inayotengeneza ile tiba. Kwa hiyo vitu vyote vitatu vikipatikana, ad-da'u al-mu'athir, dawa ambayo ugonjwa ambao utakuwa una athari, ukapata ad-dawa'u al-mu'athir, dawa yenye athari, basi ni sababu ya kufanya kazi yale matatizo kuondoka kutokana na hii dawa. Lakini qabul al-mahalli, tukapata sehemu ambayo tunaipeleka ile dawa, imma iwe ni dawa ya kumpa mtu mauidha, kutaka kumtoa katika sehemu aliyopo, katika ule muhimili unaomsumbua katika moyo wake wa kumili katika maasiya, tukamletea yeye shekhe akampa mauidha na yeye akakubali kuyaingiza ile mauidha katika nafsi yake, basi ni sababu ya kupata dawa. Lakini pia sababu ya tatu ni huyu ambaye anayemtibu mwingine, moyo wake ukoje katika yale matibabu? Je, anaamini kwamba kile anachokifanya ni dawa? Lakini wakati mwingine ile dawa tunayoitumia ile, tunaamini kwamba hii ni dawa ambayo itaweza kumletea shifa na ponyo na tiba ile tunayemkusudia. Kwa hiyo shekhe hapa ameeleza kwamba kuna wakati kuna asbabu takhallufi shifa, kuna sababu zinazopelekea kuchelewa watu kupata matibabu ya haraka. Miongoni mwa sababu hizo amezieleza hapa katika darsa yetu hii, lakini pia ameeleza sababu za kufungua vizuizi hivi na kufanya kazi kwa dawa ambazo tutatumia kutokana na maradhi yetu. Moyo vile vile wowote wa mwanadamu unapohitajia ruqya, basi ni wazi kuanzia sasa kwamba lazima wewe mwenyewe ufungue ule moyo wako na ukubali kwamba una tatizo katika nafsi yako. Lakini pia atharu alfa'ili, iwe ni mumfa'il, yule anayekusomea au yule anayekutibu na kukupa nasaha, iwe yeye mwenyewe anaathirika na kile anachokifanya. Bihadha naktafi, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.